Na sahlan, karibu kwenye ulimwengu wa michezo kupitia hapa. Endelea kuwa nasi BNTV. Upo nami mtangazaji wako Fasma Juma, na leo nipo na mchambuzi kabombo kutoka Tanzania bara. Usipenge bali ni Dominic Salamba. Salamba, habari yako? Mimi niko vizuri kabisa. Nzima kabisa. Namshukuru Mungu. Siku zinaenda. Siku zinakwenda, mambo yanakwenda pia. Na kinachoendelea pia umekiona? Nimekiona kwa uzuri kabisa. Okay, tuanzie mechi ya Young Africans dhidi ya KMC pale uwanja wa KMC, ambapo Young Africans waliweza kuondoka na ushindi wa magoli 4-1, ambapo maneno ni mengi na baadhi ya wachambuzi wakisema kwamba mtindo ambao ametumia kocha Pedro ni kama ule wa Romain Folz. Kwa upande wako umeliona hili? Mimi sijaliona. Umeona nini kupitia kocha Pedro? Nimeona ni timu ambayo imeanza kurudi katika ubora wake ambao ulikuwa nao katika siku zilizopita. Mwalimu huwezi kumpa judgment kwa mechi moja. Yanga walichokifanya baada ya kumuondoa Mwalimu Folz, waliamua kurudi pale ambako walikuwa wameishia katika msimu uliopita. Na timu ilikuwa ipo kwa Mwalimu Mabedi na ukiangalia kina Walter na watu wengine ambao kwenye timu wanaifahamu timu. Kwa waliamua kurudi katika misingi yao ya mpira wao ambao walikuwa wanacheza siku zote, wa kumiliki mpira kwa katika maeneo yao na kushambulia kwa namba, kwenda katika eneo la kushambulia na kutengeneza nafasi. Na ambacho nilichokiona kwamba Yanga wamerudi katika mpira wao wa asili ambao walikuwa nao, lakini si kama pengine walishia pale ambako walikuwa wameishia Mwalimu Folz. Ukisema hivyo maana yake Folz hakuwahi kushinda magoli 4 ya ligi. Lakini ukiangalia Mwalimu Pedro ameshinda. Kwa hiyo ushindi si uangalie kama ni success ya mwalimu mpya, kwa sababu huwezi kufanya assessment kwa siku 5 kwenye timu ya Scan. Kwa hiyo ilikuwa ni Yanga yenyewe waliamua kujireform na kurudi katika zile mbinu za awali, wakaanza kucheza na wakapata matokeo. Kwa hiyo ni teamwork, ni ubora wa timu uweze kupata matokeo, na effect ya mwalimu mpya bado sijaiona mpaka pale ambako atakompata muda kutosha wa kuweza kuandaa timu na kupata matokeo. Msimu amerudi katika mpira wa asili, pengine kuna namna katika mechi ya mpira wa Miguel Gamondi pamoja na Nabi, ndio huu ambao tumeona kwa hivi sasa. Yes, of course, mpira ambao alikuwa ulianza kwa Gamondi, kwa Nabi, ukaja Gamondi, akaja Sidi, akaja Miludi. Ni mpira ambao Yanga walikuwa wanafanya total dominance ya mpira, wanamiliki mpira, wanatoka moja kwenda eneo lingine, wanapiga pasi nyingi, wanapata chance nyingi na kuweza kuzitumia. Kwa hiyo ndio mpira ambao Yanga walikuwa wanaucheza kwa siku za nyuma, na ndio ambao tumeweza kuona katika mechi dhidi ya KMC. Walimiliki mpira, wakapiga pasi nyingi, wakatengeneza nafasi nyingi, lakini wakatumia 4 kati nyingi ambazo wameweza kutengeneza. Ni kweli Young Africans msimu huu kuna namna kama wameyumba kwenye sajili ambazo wamezifanya, na kwa mantiki hiyo kwamba wamekosa kuchukua wale wachezaji ambao walikuwa kuzidi ubora wale kwa ambao walikuwa mwanzo, ngimzungumzia Khalid Aucho pamoja na Stefan Aziz. Usajili wao ni miongoni mwa usajili bora kwa kutokea barani Afrika katika msimu huu. Wamesajili vizuri. Ambacho kimetokea ni transition ya timu. Tunataka kukuambia kwamba timu ilikuwa haijaungana kwa muda. Timu haijakutana. Unapozungumza mchezaji mzuri lazima aje akutane na wenzake, atrain. Aziz Ki ambaye alikuwa ameanza Wydad sio huyu ambaye unamuona leo. Kama unafuatilia mpira mpaka kafika tu akasema pengine anataka aulishwe wapi? Yanga alikuwa anapewa dakika ngapi? 3, 2 kama unakumbuka. 2 achezi, 3, 2 achezi. Leo hii unapozungumzia ni regular sasa kwenye kikosi chao. Kwa hiyo mpira sio kama chai kuchukutia sukari na kunywa. Unahitaji muda, watu waweze kuzoeana. Uwanjani hauchezi peke yako, fundi wako binafsi hauwezi kuisaidia timu. Lazima uweze kujua ukimtumia Musa akiwa na Max, akiwa na Mudathiri, akiwa pengine Duke Abuya, watachezaje kwa stali gani? Nani atakuwa na kaba, nani atakuwa anashambulia na vitu vingine vingi. Kwa hiyo sio tu kuingia na kuweza kukliki, hapana. Ndio maana nimekutoa mfano kwamba ukiangalia Aziz ali struggle sana. Sio tu alipoenda Wydad, hata alipokuja Yanga, mwangalie Pacome alipokuja Yanga, alichukua muda gani kuweza kukaa nje mpaka watu wakaanza kuoji, mbona achezeshwi? Umesahau? Ni mpira. Kwa hiyo sio kile ambacho utakuja tu leo pap utaweza kuendelea. Ni nini ambacho kinawakumba kwa hivi sasa Young Africans? Maana wengine wakina Mbale wakisema kwamba kocha ambalo tatizo ambalo lipo kwa hivi sasa ndani ya kocha chao ni kutokana na kocha wa fitness ambaye huyu tumeona kwa hivi sasa mnaona kama wachezaji wengine wakisema kwamba amechoka, ambaye bado anatumia zile nguvu zile ni wakimtaja Pacome Zouzoua pamoja na Djigui Diarra. Of course, kwa upande wa fitness ni kweli haiko sawa kama msimu uliopita, lakini haiwezi kuwa tu ni factor ya mwalimu peke yake wa fitness, isipokuwa mimi naona kwamba ni timu ambayo ilikuwa imekosa muda wa kupumzika. Msimu uliopita unajua ilitumia nguvu kubwa sana kuchukua mataji 5 kati ya Star ambao walikuwa wanawania. Sio kitu kirahisi na kwenye kundi lile. Kwa hiyo itakiwa wapate muda wa kupumzika, kwa maana ligi ishe mapema, watapumzika baadaye waweze kujiandaa kwa msimu unaokuja. Lakini muda huo haukupatikana. Kwa hiyo umeingia na uchovu wa msimu uliopita. Kwa hiyo itafika hatua utaachia na wataweza kurudi katika level kawaida. Ni sahihi wa Young Africans sasa hivi kutafuta dirisha dogo kwa dirisha dogo, atafuta striker mwingine, kwamba kwa maana hao ambao wanao kwa hivi sasa ni kama hawatoshi. Tukimwangalia Clement Mzize tayari huyu ni majeruhi. Ukija kwa Andy Boyeli pamoja na Prince Dube, watu wamesema kwamba kati ya hawa hamna hata mwenye afueni. Mimi kwangu hapana. Kwa kweli imekaaje? Wote hao wana nafasi ya kuweza kufanya vizuri, na washambuliaji wakubwa waendelee kupewa muda, kwa sababu mshambuliaji hawezi kushinda kwenye kila mechi. Ni kitu cha kawaida kwenye mpira. Wakati unawaambia Yanga watafuta mshambuliaji mpya, mbona Simba muambii kwa mshambuliaji wao wana nini? Lakini kwa sababu tu ndio hivyo, yani inatengenezwa amfanya nini mpaka sasa? Ana magoli lakini
Kama sikosei mawili matatu. Na Boyle na mawili. Wanasema kwamba wamecheza na timu yenye uchovu. Unaona ndio hayo mnaingia Real tena. Kwa hiyo unakuta kwamba yani ni mambo ambayo ya kipropaganda zaidi, sio kimpira, sio uhalisia. Yani huku usemi Mkwala ana magoli mangapi? Mbona mzungumzi kama Mkwala na Soa? Sababu kama Soa ana magoli mawili na Boyle ana magoli mawili. Mkwala nei kama mwenzake Rani Dube. Mbona huko msemi kwamba hii party ya Mkwala na Soa na wenyewe Simba wamepigwa, watafuta wengine, inabakia Yanga tu ya Dube na Boyle. Hapa kuna kitu ambacho hakijakaa sawa, ambapo ni propaganda za mpira ambao sio uhalisia. Hakuna mchezaji ambaye anaweza kumjaji kwa mechi 4. Kuna msimu alikaa Mayele mechi 7 bila kufunga. Msimu mwingine tulitoka kuona Kibudensi alikaa karibia msimu mzima akufunga. Mbona alikuwa azungumziwi hivyo? Bado anaendelea kuonekana ana kitu cha kusaidia. Wakasema huyu amekuwa na kazi kubwa kwa sababu anakaba. Yaani ikiwa kwa Kibudensi afungi, ana kazi nyingi kiwanjani. Anakaba, anasaidia timu kwa sababu mpaka afunge. Ikiwa kwa Dube hafai, hapana. Nafikiri ni namna ambayo nikasema ambayo haiwezi kusaidia mpira. Yanga wana washambuliaji wazuri, wakipewa muda, watakaa vizuri, watafanya vizuri, wataweza kutoa namba nzuri pia. Kuna mchambuzi nilifanya naye mahojiano alisema kwamba kocha Pedro Gonçalves kama hatoshi ndani ya kikosi cha Young Africans, kwa maana akawa ametolea mfano kuna kipindi alicheza mechi 8 bila ushindi akiwa katika timu yake ya Angola. Unaona kocha Pedro anaweza kuipeleka Young Africans katika nchi ya ahadi kama wenyewe wanavyotarajia? Nchi ina wachambuzi wengi kweli. Kwa hiyo kutoka kwenye timu ya Angola taifa mechi 8 basi na Yanga. Wewe unajua mpira kweli? Mpira huko hivyo. Mbona Simba walimchukua Benchika ambaye alikuwa bingwa wa kombe la shirikisho? Mbona Simba hakuwa bingwa wa Afrika? Si unaelewa? Alikuwa ni bingwa wa USM Alger. Simba walifika wapi? Havina uhusiano. Kila timu ina namna yake kucheza, staili yake, wachezaji wake na modo yake na aina ya mpira anaofundisha. Kwa hivyo viko tofauti. Mpira wa miguu 1+1 sio lazima iwe 2. Anaweza kafanikiwa. Leo tunazungumzia Fadru ametoka Simba kwa kufanya vizuri. Anza kaenda kule akafanya vizuri pia. Ni football. Ipo leo. Mbona leo wa Singida hawachezi kama Yanga? Si wana Gamondi yule? Mbona hatuoni mpira wa Yanga? Kwani naye kule amefeli pia? Hapana. Kwa hiyo kila unapokwenda ni makazi mapya, unakutana na watu wapya, wachezaji wapya, style mpya ya kucheza na vitu vingine vingi ambavyo vinakwenda kutoa effect kwenye timu husika. Hiyo timu wa Manchester ametoka Sporting CP alikuwa bingwa huko. Kwa ndio mpira uko hivyo. Young Africans wanakutana na FAR Rabat Amani Complex siku ya 22 majira saa 10 kamili. Kwa upande wako utakuwa unaona ni mchezo wa namna gani hali yako katika kundi hili Young Africans kama watu hawajampa kipaumbele kikubwa kuweza kufuzu katika hatua hii ya makundi? Watu hawajampa kipaumbele kwa nini? Wakati Yanga ndio timu ya pili kwa ubora katika timu zote 4. Yaani ukipanga pale JS Kabila wanasema alichukua ubingwa sijafanya mechi sana ngapi? Kama ni dunia ngumu sana hii. Kwani nani Pyramid amechukua bingwa wa Afrika, alichukua bingwa mwisho lini wa Afrika? Hajawahi kuchukua bingwa wa Afrika Pyramids. Ndio kachukua msimu uliopita. Si unaelewa sio? Unapokuwa bora unahitaji kuwa na historia. Tunaangalia current form. Malawi ya kwanza ni timu ngeni imeonyesha timu mpya tu Egypt. Wamesajili vizuri, wamechukua bingwa wa Afrika. Si watu tunaona saizi hao. Hayo mambo ya historia hayo hayasaidiagi. Tengeneza timu katika zile timu tukiangalia katika rank Yanga ni ya pili pale kwa ubora. Kwa kama utaamua kuangalia ubora ni Ali na Yanga. Kwa pale underdog ni FAR Rabat pamoja na JS Kabylie, hao ndio wanapambana kwenda kuprove wrong kwa Yanga na kwa Ali. Only that, huo ndio uhakika na ndio ukweli. Utakuwa ni mchezo wa namna gani kwa upande wako? Yanga yuko nyumbani, ana advantage, ana mashabiki, ana nafasi kubwa kwenda kuona Yanga akiwa na kasi na kwenda kuanza vizuri, kujitia nafasi yake kwanza kwenda katika robo finali ya mchezo wa bingwa barani Afrika. Kwa hiyo naamini atashinda. Kama utaniambia nitoa 100% na hapa 80-20. Young Africans kushinda dhidi ya FAR Rabat. Salamba. Ndio mimi. FAR Rabat ile. Ndio hiyo na ndio Yanga Afrika. Watu wanasema kwamba wale ni Waarabu, kuna namna kama umetuzidi kwenye mpira. Kwani Yanga akakufunga na Bezdad wale walikuwa ni wa nani? Waarabu. Wasukuma. Na football. Kwa hiyo 80% Young Africans kuweza kushinda mechi Zanzibar. Kocha atumie mfumo wa namna gani katika mechi hiyo ili iweze kuondoka na alama 3? Maana huko makundi tunaangalia alama, angalia kiplate. Ni kwenda kushambulia tu. Yuko nyumbani. Mechi saa 10 katika ile nyumbani kushambulia tu, apange watu ambao wataweza kutengeneza uwiano mzuri wa namba baada ya kulinda kushambulia, nafasi kupata matokeo. Unaona kazini kwa Shadrack Isaka Boka kuna kazi zidi ya Mohamed Hussein, tumeona kwa mechi hizi ambazo mwalimu amemwamini na kumwanzisha. Wote wana matumizi tofauti. Naamini kwamba katika mechi za nyumbani ambazo Yanga watataka kuweza kupush kupata matokeo, kuongeza idadi ya namba kwenye eneo la mwisho, atamtumia Mohamed Hussein. Mechi za away ambazo tutakwenda kuzuia atamtumia Boka kwa sababu kila mmoja ana kitu ambacho mwenzake hana. Boka ni mzuri kwenye kulinda, Hussein ni mzuri kwenye kushambulia.
Tuzungumzie tarehe 22 hiyo ambapo Young Africans anacheza huko watani zao Simba Sports Club wanakipiga dhidi ya Atletico de Luanda pale uwanja Benjamin Mkapa. Kwa upande wako, kwa jinsi ulivyoiangalia Simba hii tukirudi katika mechi za JKT, unaona kuna namna unaweza kuondoka na alama 3 pale? Simba amekuwa ana matumizi mazuri ya uwanja wa nyumbani. Whether awe na timu nzuri au ana timu tofauti. Kwa maana ya timu hawana timu nzuri, timu bado wana struggle kupambana. Lakini ile hali ya kuweza kutumia uwanja nyumbani imekuwa ikimsaidia. Kwa hiyo pia anaweza kupata matokeo na imani hiyo. Tumzungumzie kidogo Morris Abraham ambaye huyu wengi wameenda mbali, mashabiki wakimfananisha na Shadrack au wakimfananisha na Pacome Zouzoua. Kwa upande wako tofauti wa Morris Abraham pamoja na Pacome Zouzoua katika ligi? Yaani kwa compare hapa nitakuwa na mkosea Pacome, na naomba nisicomment kwa sababu utakuwa sio mpira, utakuwa ni unazi. Kwa nini? Nasemaje, kwa maslahi na sasa ni watu sio mimi. Mimi ni mtu ambaye nina uelewa wangu wa mpira, nina elimu yangu ya mpira. Leo hii ukianza kuniambia ni mkompee Pacome na Morris Abraham ni kama kwenda kukosea mpira. Siko tayari. Kwa maana kwamba ni mbingu na ardhi, ni watu ambao hawafanani kabisa na haijafikia hatua ya kuweza kuwakompea, na ni watu wawili tofauti. Na huyo kijana mdogo ambaye anaendelea kutafuta kujifunza, wasianze kumtoa kwenye reli. Sio daraja la Pacome, sio daraja la Maxi, sio daraja la Mudathiria. Haya bado hajafikia hizo level. Ni kijana mdogo ambaye anatakiwa endelee kujifunza ili pengine aweze kukua, na hapo ndiko ambako tutakwenda kukosea mpira na kuanza kuwapatia pressure wachezaji, pressure ambayo hawezi kwenda kuihold. Tuliona kina Karabaka wale kompea, leo wakaja wakapotea. Tuliona mwingine alikuwa ni wa Prison yule, akakujaga Simba, jana mmoja simkumbuki jina lake, ameenda Switzerland nchi gani. Hapo ndiko tunakwenda kuwakosea wachezaji, tutawapatia pressure ambayo hawana. Leo hii ukae umkompea Pacome, Pedro Zouzoua na huyo na Morris Abraham, kitakuwa ni kichekesho cha mwaka katika mpira wa miguu. Kichekesho cha mwaka. Okay, salama, tumalize na hili hapa. Kwa hivi sasa tumeona klabu ya Young Africans wamekuwa wakijibizana, kuna namna kwamba na wachambuzi wakitupiana maneno, ambapo tumeona juzi kati hivi walianza kwa Farhani, sasa hivi wamekuja kwa Nasibu Mkoma. Unahisi ni kuna kitu ambacho inabidi wajirekebishe katika hili, kwamba kujibizana na wachambuzi wa Tanzania katika kipindi timu yao inapokuwa inakosolewa? Sio mambo ambayo kazi uso mpira sasa. Haya mambo ya binafsi. Mimi nazungumzia mpira. Sisi mchambuzi. Mimi sio mchambuzi wa skendo na mipasho. Mimi ni mchambuzi. Kwa ile ni skendo na mipasho. Usinikote vibaya. Mimi sio mchambuzi wa hizo vitu. Mimi nachambua mpira wa miguu. Timu inachezaje, inafanyaje, ubora uko vipi. Mambo ya watu binafsi na malumbano yao sio pati yangu, hayanihusu, na sina taaluma hiyo na uzoefu huo. Sio vitu vyangu. Na bwana huwezi kuniona nikibishana na mtu yoyote popote, kwa sababu sio career yangu. Kwa hiyo haya nafikiri wenyewe hao na ambao wachambuzi ambao wanaweza kuwa wachambuzi wa kila kitu, wanaweza kuzungumza wakakupatia. Wapo ambao kila kitu anajua tu. Mimi vingine sivijui bwana. Shukrani sana. Karibu tena.